Nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima na unyenyekevu mkubwa kumshukuru Mungu sana ambaye kwa neema yake ametulinda, ametupa neema ya kusema nasi katika ibada hii ya asubuhi ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema yake na kwa ulinzi wake, na ninakushukuru wewe uliyepata neema ya kuabudu pamoja nasi hapa, lakini mamia kwa maelfu ya wengi wanaoabudu pamoja nasi mahali duniani kote. Nitumie fursa hii tena kumshukuru Mungu kwa ajili ya kambi ya wanaume Men's Forum Season 2 2026 iliyofanyika, kambi ya wanaume ya pili iliyofanyika kule Karatu. Namshukuru Mungu sana. Tulisafiri siku ya Alhamisi na neema ya Mungu siku ya Jumatano, na neema ya Mungu imekuwa pamoja nasi. Wengi tulitumia usafiri wetu wa treni ya umeme SGR na tulifika Dodoma, baadaye tuliconnect kwenda Karatu, na tunamshukuru Mungu sana. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya wanaume wote ambao kwa kweli walipata nafasi ya baraka sana ya kushiriki katika faragha ya wanaume, kambi ya wanaume Men's Forum Camp, na kwa kweli ilikuwa nzuri sana. Ninawashukuru sana wamama waliolipia watoto wao wa kiume, lakini pia wamama waliolipia waume zao, na wakahakikisha tumekuwa na hawa wanaume. Tulikuwa na wanaume zaidi ya 300. Tungempigia Bwana makofi mengi kabisa. Na kiukweli tulikuwa na mada zilizotolewa kwa umahiri. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana ndugu zetu watoa mada wakiongozwa na mchungaji Wilbrod Mastai, naibu katibu mkuu Dayosisi ya Mashariki na Pwani, na mchungaji kiongozi wa usharika wa Kimara. Kwa hiyo ninashukuru sana, kulikuwa na baraka kubwa sana. Lakini pia ni washukuru ndugu zetu wa Kudu Hotel ambao walitupokea na wakatuhudumia, na baadhi ya hoteli na lodge zote ambazo tulizitumia. Kwa kweli Karatu ilisimama kwa muda na wazungu wote walitafuta mahali pa kulala. Wanaume tulikuwepo pale. Ninawashukuru wanaume hawa. Ni wanaume wanaobeba majukumu ya familia, wanaochoka kwa mwaka mzima. Responsible husbands ndio tuliokuwa nao hapo, na kwa kweli ilikuwa ni baraka kubwa sana, kwa maana walipata nafasi ya retreat, pata nafasi ya mapumziko, na walipata nafasi ya michezo mbalimbali, na kwa kweli walipata nafasi ya kutulia. Kwetu sisi wanaume ambao tulienda, hatukuwa ni wanaume labda ni Wakristo peke yake. Tulienda, swala la mwanaume halina dini, majukumu hayana dini, majukumu yana utu na jinsia. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia personality, na kwa kweli tulikuwa na wanaume wengi wa Kristo, lakini pia tulikuwa na wanaume ambao pia ni Waislamu, tulikuwa pamoja nao. Nilivutiwa sana na mtu mmoja, mwanaume wa Kiislamu ametoka Washington DC all the way kutoka Marekani, na akaja akashiriki na sisi hapa, na wengine wametoka mikoa mbalimbali ya ndani na nje ya nchi. Tulikuwa na watu kutoka Ethiopia, tulikuwa na wanaume kutoka Ethiopia, wanaume kutoka Zambia, wanaume kutoka Marekani walikuwa wawili, na wengine kutoka nchi mbalimbali, na hawa wanaotoka mikoa mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninatumia fursa hii kwa moyo wa heshima na kwa unyenyekevu mkubwa sana kushukuru familia zote ambazo waliweza kuruhusu twende, na Mungu ambaye pia ameturudisha salama. Tulikuwa tumechoka kwa sababu ya majukumu tunayobeba kila siku itwapo leo, lakini tumerudi, hatujambo kabisa, tu wazima, na tulikuwa na mada zetu mbalimbali ambazo zimejenga mioyo yetu sana. Kwa nafasi hii sasa, nasikia kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kumshukuru sana dada yetu Mheshimiwa Mariam Chuma Kobelo, kamishna mwandamizi wa huduma za utalii na masoko, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Yeye alitupokea pamoja na wasaidizi wake, alifanya arrangement kubwa sana. Ni umati mkubwa kupeleka watu kwenye creator kule Ngorongoro ndani, watu takribani wanaume 300, si jambo dogo, lilikuwa ni jambo kubwa sana. Mamgari yote yale ni ya kwetu. Tupigieni makofi. Yaani wote pale unaona wale mamigari pale ni wanaume tuliotembelea
ile hifadhi ya Ngorongoro ilishtuka, yani ilishtuka kabisa. Kulikuwa na mapokezi mazuri na tulipata nafasi ya kuingia, kupata nafasi ya kukaa mle ndani kreta zaidi ya masaa 9, na kwa kweli tuliona wanyama wengi, tuliona ekolojia, tuliona mazingira, na kule ndani unaweza kubreathe, unapona. Sisi wanaume tunaobeba majukumu mengi tunatembea na msongo wa mawazo, tunatembea wakati mwingine na kulemewa kwa sababu ya majukumu, kwa sababu maisha ni stress na stress ni maisha. Yani maisha ni msongo wa mawazo na msongo wa mawazo ni maisha. How to manage the stress? Namna gani unaweza ukamanage stress hiyo? Ndio ambayo tulikuwa tumeenda hapo. Na kwetu sisi wanaume wabeba majukumu ya familia na jamii, tunasema kutembelea kwetu sisi Ngorongoro na mbuga ya Ngorongoro sio utalii wa ndani, bali ni uponyaji wa ndani. Sisi wanaume wabeba majukumu tulioenda huko tukiwa tuna msongo mkubwa wa mawazo na stress nyingi za maisha na trauma mbalimbali za maisha, tunasema hatukwenda kwa sababu ya utalii wa ndani, bali ni uponyaji wa ndani. Naam, ina healing. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha watu wengi kwamba maisha haya yana msongo mwingi wa mawazo. Tutumie mbuga zetu za wanyama na tutumie hizo national park, kwenda kwenye hizo park. Kule si utalii wa ndani, kule ni uponyaji wa ndani, yani inner healing. Unapata nafasi ya kupona ndani, unapata nafasi ya kupona majeraha, unapata nafasi ya kubadilisha, angalau upate kufikiria vinginevyo. Kwa hiyo tulipata nafasi kubwa kabisa ya mapumziko ya baraka, lakini hata kubreathe mle ndani ni dawa. Kwa hiyo sisi kwetu Ngorongoro haikuwa tu ni trip ya utalii, lakini ilikuwa ni dawa na hospitali ambayo tumepona afya ya akili. Na unajua msongo wa mawazo, kama hauna stress management, magonjwa mengi yanayosababishwa na stress ni yale ambayo hayaambukizi: magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya afya ya akili, magonjwa ya kuparalyze, yani kupooza, magonjwa mbalimbali, magonjwa ya sukari, magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na msongo wa mawazo ambao haukushughulikiwa. Kwa hiyo sisi kwetu tulipotembelea mbuga hizi za Ngorongoro, kiukweli kabisa tunaona tumepona na sukari, tumepona na magonjwa ya moyo, tumeondoa mamisongo ya mawazo na makelele ya maisha haya, na tumerudi tukiwa wazima. Si mnaniona hapa, hata nimekuwa kijana jamani eti. Na sasa nawakilisha wanaume wenzangu ambao tulikuwa nao kule. Lakini pia hiyo Jumamosi tulitembelea mbuga za wanyama, lakini pia baada ya kutoka Ngorongoro tulirudi kwa ajili ya Nyama Choma Festival. Ilianza saa 12, shughuli iliisha kama kwenye saa 5+ hivi. Na ni nyama tu, ni nyama. Kwa mara ya kwanza nimeona wanaume 300 wakiacha nyama za kuku na mbuzi na ng'ombe za kuchoma mezani, wakainua mikono, wakasarenda, wakaniambia mchungaji, basi inatosha mpaka hapa. Kwa kweli ninawapongeza wanaume wote ambao walienda, na mtaona shuhuda kwenye familia zenu. Wale ambao wamepeleka watoto wa kiume, mtapata shuhuda, mtaona yale ambayo Mungu ametenda katika kambi hii ya wanaume. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya yote, na ninawatakia baraka za Bwana. Mungu atatupa tena nafasi ya kufanya kambi kama hii mwakani. Tuna maazimio mengi ambayo tumeazimia, tunaamini Mungu atatusaidia, lakini naendelea kuhamasisha sana mashirika, watu binafsi, mataasisi kuona umuhimu wa kuwasaidia wanaume katika taasisi walizo nazo. Wanahitaji na tunahitaji uponyaji wa ndani.